tulionayo katika Dira ya Dunia. Utawala wa rais wa Marekani Donald Trump umetangaza utajiondoa kutoka mashirika zaidi ya 60 ya kimataifa, mengi kati yao yakiwa hiyo Umoja wa Mataifa. Wengine wamelichukulia ni jambo la kawaida kwa sababu ni mwendelezo wa sera ambayo Rais Trump amekuwa akiipigia chepuo ya kuifanya Marekani kujisimamia yenyewe na kujitenga na mashirika ambayo yeye binafsi ameona kwamba yale ambayo yamekuwa hayana faida ya moja kwa moja kwa Marekani. Misaada kwa Somalia ikidai chakula cha misaada kilizuiliwa kinyume cha sheria. Katika uchaguzi wa urais nchini Uganda unaotarajiwa kufanyika Januari 15 mwaka huu, hakuna mwanamke anayewania nafasi hiyo. Tutaangazia pia changamoto wanazozipitia vijana wa Uganda ambao ni zaidi ya 70% ya wapiga kura nchini humo. Haki nikikwambia Uganda hapa tuna problem ya kwa vijana, tumeacha nyuma kabisa. Ukiangalia politics, tunasukuma watu wazee, tunaacha watoto wadogo ndio waongeza kugeuza hii dunia. Viwanjani, Darren Fletcher kuchukua jukumu la kombe la FA kwa Manchester United inayokumbwa na matatizo makubwa. Sikiliza makala ya sports hapo baadaye. Mbe Buchana. Lakini kwanza taarifa ya habari za dunia ukiwa nami Sarafi Nairobi. Mkuu wa Umoja wa Mataifa wa hali ya hewa amesema kujiondoa kwa Marekani katika mkataba wa kimataifa ni hatua isiyofaa. Hapo jana siku ya Jumatano, Rais Trump alitia saini hati kwa Marekani kujiondoa kutoka kwa mashirika kadhaa ya kimataifa yakiwemo kukabiliana na ongezeko la joto duniani. Mkuu wa mkataba wa mfumo wa Umoja wa Mataifa wa mabadiliko ya tabia nchi Simon Stiell alisema uamuzi huu utaathiri tu uchumi wa Marekani, ajira na viwango vya maisha. Mashirika mengine katika mkataba wa Rais Trump ni pamoja na makundi yanayohimiza demokrasia, maendeleo na haki za wanawake. Ikulu ya White House ilisema yalifanya kazi kinyume na maslahi ya Marekani. Jeshi la Lebanon linasema kuwa limekamilisha lengo lake la kuwapokonya silaha makundi ya kusini mwa nchi hiyo. Eneo hilo ambalo linapakana na Israeli lilikuwa chini ya udhibiti wa Hezbollah kwa miongo kadhaa. Jeshi lilikuwa limeweka makataa ya mwisho wa mwaka wa kuondoa silaha zisizo za serikali kusini mwa Lebanon, na sasa linatarajiwa kuzingatia maeneo mengine ambayo Hezbollah ina uwepo mkubwa. Wanawategemea kabisa mama yao. Mbuga ya kitaifa Afrika ni nyumbani kwa sokwe wengi wa milimani duniani ambao ni species zilizo katika hatari ya kutoweka. Sehemu kubwa ya mbuga nchini DRC iko chini ya udhibiti wa waasi na mapigano yameongeza kasi ya kupoteza makazi yao ya msitu. Unaendelea kusikiza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Uchunguzi wa BBC umebaini kuwa kakake Mfalme Charles Andrew Mountbatten-Windsor alipokea mamilioni ya pauni kutoka kwa tajiri kutoka Kazakh ambaye alitumia pesa kutoka kwa biashara inayotuhumiwa kwa ufisadi. Bilionea Timur Kulibayev ameiambia BBC kwamba alichukua mkopo kutoka kwa Enviro Pacific Investments ili kusaidia kununua nyumba ya mwanamfalme huyo mwaka 2007. Mawakili wa Kulibayev wanasema hajawahi kushiriki katika hongo wa ufisadi na fedha za ununuzi huo zilikuwa halali. Andrew Mountbatten-Windsor hakujibu ombi la maoni. China imedhibitisha kuwa wafanyabiashara mabilionea wanaotuhumiwa kuendesha vituo vya utapeli wa mtandao wamehamishwa kutoka Cambodia. Shen Ji, mwanzilishi wa Prince Group, ni miongoni mwa raia watatu wa China wanaorejeshwa nchini humo baada ya uchunguzi wa pamoja kuhusu uhalifu wa kimataifa. Wizara ya usalama wa umma wa China imesema itatoa orodha ya watu wanaoshukiwa kuwa washiriki wakuu wa kundi la uhalifu linaloendeshwa na tajiri huyo na kuwataka wajisalimishe mara moja. Mwaka wa jana, Marekani ilimshtaki Shen Ji kwa kuendesha vituo vya ulaghai nchini Cambodia ambavyo viliiba mabilioni ya fedha za kripto. Hii ni BBC. Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Sarafi Nairobi. Ukiwa nchini Tanzania, msikilizaji, matangazo ya Dira ya Dunia nasikika kupitia Bud FM, CGFM na Classic FM. Kenya ni County FM, Nyota FM na Pamoja FM. Uganda tegea sikio kupitia Voice of Busoga, Radio Kitara na Radio Paidha. DRC ni Radio Muungano Beni na Lizadel Radio. Yako pia kwenye FM, tovuti yetu bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili. Karibu tena msikilizaji, watangazaji wako jioni hii ni mimi Karo Robi nikiwa Nairobi na mwenzangu
Ni Skola Kisanga akiwa Dar es Salaam. Kwema? Kwa salama kabisa. Nimefurahi vile unazungumza ukinitambulisha na tabasamu pana japo silioni. Mambo, karibu sana Skola. Naam, karibu msikilizaji, na tuanze na taarifa hii ambapo rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kujiondoa kwa Marekani kutoka katika mashirika kadhaa ya kimataifa, yakiwemo mengi yanayohusika moja kwa moja na mapambano dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Hatua hii imezua wasiwasi mkubwa miongoni mwa jumuiya ya kimataifa, hasa kutokana na athari zake kwa juhudi za pamoja za kukabiliana na ongezeko la joto duniani. Kati ya mashirika 66 yaliyoathiriwa, takriban nusu ni ya Umoja wa Mataifa, yakiwemo pia mkataba wa mfumo wa Umoja wa Mataifa wa mabadiliko ya tabia nchi UNFCCC, ambao ndio mhimili wa mikakati yote ya kimataifa ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Taarifa zaidi na David Nkya. Hapa ni wakati ambapo Rais Trump alipoapishwa kuingia madarakani kwa muhula wa pili Januari 20, 2025, akionyesha dhahiri kwamba atafanya mabadiliko katika ufadhili wa aina hiyo. That is why today I will also declare a national energy emergency. Tayari Trump amepokonya fedha mashirika mengi ya kimataifa ambayo ameonyesha dhahiri kutokuyapenda. Sasa kufuatia mapitio aliyoagiza mwanzoni mwa muhula wake wa pili, anaiondoa Marekani kutoka kwa mashirika kadhaa anayoyaona kwamba ni ya kimataifa na yasiyofaa. Mengi kati ya mashirika hayo hushughulikia mazingira. Jambo la kushangaza zaidi, mkataba wa mfumo wa Umoja wa Mataifa wa mabadiliko ya tabia nchi, mkataba ambao unashikilia juhudi zote za kimataifa za kukabiliana na ongezeko la joto duniani, na IPCC, chombo cha wataalamu kinachotathmini sayansi ya hali ya hewa duniani kote. John McGrath ni mkurugenzi wa hali ya hewa wa RMI, ambayo hutumia takwimu na teknolojia ili kuboresha utendaji kazi wa hali ya hewa katika tasnia na nyenzo na nishati. This particular treaty, mkataba huu haswa ukiwa ndio msingi wa mkataba wa Paris na juhudi nyingine zote za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kama tatizo la kimataifa. Kile ambacho kitafanya juhudi za kimataifa katika eneo hili ni vigumu kusema, lakini si jambo ambalo watu wanakwenda kutiwa moyo sana nalo. Na kwa hakika tumekuwa na msukumo, ukipenda, asubuhi ya leo kutoka Umoja wa Ulaya, na wengine wakisema, tazama, juhudi zinaendelea. Tunajua msimamo wa Marekani kuhusu swala hili. Hata kama watajiondoa katika mkataba huu mahsusi, tunafikiri dunia itashikamana na kuendelea kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. will stick together and continue to fight climate change. Mashirika mengine ya Umoja wa Mataifa yaliyoathiriwa ni pamoja na yale yanayoshughulikia upangaji uzazi, afya ya uzazi na mtoto, kulinda amani na unyanyasaji wa kingono katika maeneo yenye migogoro. Hata hivyo, hatua yake inaweza kukabiliwa na changamoto za kisheria. Mwanachama wa kikundi cha utetezi wa mashirika yasiyo na faida chenye makao yake makuu nchini Marekani, ambao ni muungano wa wanasayansi wanaojali mazingira, umeelezea hatua hiyo kuwa ni ya kusikitisha. Rachel Clitus amesema kwamba ni ishara ya kuvuruga ushirikiano wa kimataifa. Utawala wa Trump umetengwa kwa uwazi katika jukwaa la dunia kwa ukaidi wake wa kushindwa kushikamana na makubaliano na ahadi yake. Na moja ya sauti ambazo zimekuwa zikiwaita ni jumuiya ya wafanyabiashara nchini Marekani na duniani kote. Wafanyabiashara wa Marekani wanataka nchi yao ifanye jitihada kubwa za kimataifa kukabiliana na hali hii. Wanaelewa fursa kubwa za kiuchumi ambazo siku zijazo zinaweza kupatikana kupitia makampuni ya Marekani. Kila kitu kutoka kwa kampuni za nishati safi sambamba na uvumbuzi wa sayansi ya anga ya mbali. Kwa hivyo, iwe unazungumza kuhusu Tesla, Google, Apple, makampuni haya yote makubwa ya Marekani yanamuomba rais abaki katika makubaliano ya Paris. Companies are asking the president to please stay in the Paris Agreement. Wakati katiba ya Marekani inawaruhusu marais kujiunga na mikataba mbalimbali, ili mradi tu theluthi mbili ya maseneta waliopo wakubaliane, haijabainisha ni nini kitakachotokea ikiwa wangejiondoa, ambayo ina maana kwamba hatua ya Trump inaweza kukabiliwa na changamoto za kisheria. Hatua hii ya hivi punde imekuja baada ya Rais Trump kukataa kutuma ujumbe kwenye mkutano wa kilele wa mabadiliko ya tabia nchi wa COP30 nchini Brazil. Marekani tayari pia imeshajiondoa katika mashirika mengine, ikiwemo shirika la afya duniani WHO pamoja na shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni la UNESCO. Kwa upande wao, viongozi wa Ulaya wamekosoa uamuzi wa hivi punde, wakisema kwamba utadhoofisha pakubwa ushirikiano wa kimataifa. David Nkya, Dira ya Dunia, BBC. Wengi wanasema kwamba hatua hii ilitarajiwa, lakini kwa kiwango hiki sidhani. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia Godwin Gonde kutoka Tanzania.
Kwa kweli limekuja na sura zote mbili. Ya kwanza ndio hiyo la kushtua wale ambao hawakutegemea kwamba lingekuja kwa ghafla hivi, lakini wengine wamelichukulia ni jambo la kawaida kwa sababu ni mwendelezo wa sera ambayo Rais Trump amekuwa akiipigia chepuo ya kuifanya Marekani kujisimamia yenyewe na kujitenga na mashirika ambayo yeye binafsi ameona kwamba yale ambayo yamekuwa hayana faida ya moja kwa moja kwa Marekani. Kwa hiyo imekuwa na sura chanya na hasi kwa wale ambao ni jamii ya kimataifa ambao wamelipokea kwa mshtuko na wale wengine ambao wamelipokea kana kwamba ni kitu ambacho walikitegemea. Mengi ya mashirika haya ambayo Marekani inajiondoa ama itasitisha tena ufadhili ya mazingira na yale ambayo yanaonekana kupigania demokrasia, hii inatoa taswira gani? Kadiri ya maelekezo yake ni kana kwamba ni mashirika ambayo yeye hakuona kama yana faida ya moja kwa moja kwa Marekani. Akiwa na sera ya kuifanya Marekani yenye nguvu tena, making America great again, nadhani vipaumbele vyake ni masuala mazima ya uchumi, ulinzi na usalama, na masuala mengine kama hayo ya mazingira, wanawake, watoto na vitu vinginevyo. Kwake ameonyesha ni vitu ambavyo havina kipaumbele katika kuifanya sera hiyo kuweza kufanya kazi. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinaweza kuwa pigo hasa kwa mataifa ambayo yaliwekeza sana katika maeneo hayo, na badala yake inaweza ikawa ni ujumbe sasa kuweza kufikiria njia mbadala za namna gani wanaweza wakatafuta vyanzo mbadala vya mapato. Ni wapi ambapo pengine watu sasa itabidi waelekeze macho kuwaona kama sasa wafadhili wakuu wa mashirika haya? Unajua, kikubwa mashirika haya yalitegemea sana misaada kuliko kujishughulisha katika shughuli za uzalishaji mali, na kwa kuiamini Marekani kuwa ndio taifa ambalo lilikuwa lina mchango huenda mkubwa kuliko mataifa mengine, hiyo ndio imekuwa ni pigo. Kwa hiyo ipo haja sasa ya wakuu wa mashirika haya aidha kupiga magoti kwa mataifa mengine ambayo nayo yamekuwa na mchango husika, lakini kujaribu kuyashawishi hayo mataifa kutoa kipaumbele katika ajenda ambazo wao wamekuwa nazo, kwa sababu Marekani kujitoa kwake maana imekuwa ikichangia katika mashirika mengine kwa zaidi ya 20% mpaka 30%. Kwa hiyo ipo haja sasa ya kuyageukia mataifa kama India, mataifa kama China, Brazil na mengineyo, kuyashawishi kuona kwamba ipo haja sasa yao kufanya pale ambapo Marekani imetoa na kuyanusuru kuto kuweza kuanguka moja kwa moja. Baadhi ya mataifa umeyataja hapo Bwana Gonde tayari yanatiliwa mashaka hasa kwenye rekodi zao kuhusu masuala hayo ya demokrasia, na lakini pia vile masuala haya ya mazingira, ndo wachafuzi wakubwa wa mazingira duniani. Kutakuwa na ugumu bila shaka kwa kwenda mbele. Sasa itakuwaje huko mbele? Ni kweli kuwa mwanachama ni jambo moja na kupokea mchango ni jambo jingine. Sasa kujitenga na mataifa haya kwa sababu yenyewe yananyooshiwa kidole ni kufanya ugumu wa utendaji kazi wa hayo mashirika. Naamini kama mashirika yanaweza kutumia uhuru walionayo wa kuweza kuongea na kukemea, hauwezi kuwazuia kuendelea kuomba msaada kutoka katika mashirika hayo, kwa sababu ni kana kwamba kwa sababu fulani anafanya kosa fulani siwezi kumtumia katika kusaidia jambo lile ambalo linalipinga. Hiyo kidogo inaweza kuwa kizungumkuti katika siasa, na katika siasa za kimataifa zinaruhusu kuweza kuyafikia mataifa hayo, lakini haikuzuii pia kuweza kuyakemea, kuweza kuyakanya na kuweza kujaribu kuyabadilisha kwenda katika mwenendo ambao shirika husika linasimamia. Unahisi Marekani itaendelea kuchukua hatua zaidi hasa dhidi ya mashirika ya Umoja wa Mataifa ambao chini ya utawala huu wa Trump tangu amerejea madarakani ameonekana kuyalenga moja kwa moja, si haya ya saizi, hata katika kipindi cha nyuma pengine tu kilichobadilika saizi ni idadi kubwa ambao saizi yametangaza ya kujiondoa kutoka haya, na itawapatia pia uthubutu mataifa mengine ambayo yana ukakasi na jinsi utendaji kazi wa mashirika haya wanavyofanya tangu kwa awamu yake ya mwanzo. Lakini tumeona pia mwaka jana alitoa tena tangazo la kujitoa katika baadhi ya mashirika, na sasa hivi amekuja mengi katika tamko lake na katika hotuba ambayo imetolewa ni kwamba ni muendelezo, na bado kwamba kuna mashirika mengine yatakuja kuongezwa hapo baadaye. Kwa kadiri ambavyo bado Rais Trump yuko madarakani mpaka atamaliza kipindi chake cha pili, huenda baadhi ya mashirika yakaongezwa katika idadi hiyo, lakini tunaamini kwamba huu ni msukumo kutoka kwa Rais Trump mwenyewe, na huenda ikawa msukumo kutoka kwa Marekani kama taifa, jambo ambalo labda baada ya kuondoka Trump, rais atakayefuata
huenda akaagiza kuweza kufikiria au kutafakari upya maamuzi ambayo serikali ya Trump imeweza kuyafanya. Naam, huyo ni Gordon Gonde, mchambuzi wa masuala ya diplomasia, kama alipozungumza na mwenzangu Carol Robi, ikiangazia pia Marekani namna ambavyo imetangaza kujiondoa kutoka katika mashirika zaidi ya 60 ya kimataifa. Lakini tukisalia katika hayo ya Marekani na misaada, ni kwamba imesitisha misaada yote kwa serikali ya Somalia, ikidai maafisa waliharibu ghala la shirika la chakula duniani la Umoja wa Mataifa WFP na kushikilia misaada ya chakula unaotolewa na wafadhili. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani inasema utawala wa Donald Trump umeendelea kuonyesha kwamba una sera ya kutokuvumilia kabisa uharibifu, wizi na kuvuruga misaada ya kuokoa maisha. Zaidi na Esther Luambano. Ujumbe huu uliochapishwa kwenye akaunti ya waziri msaidizi wa misaada ya kigeni unasema kuna ripoti kuhusu maafisa kukamata kinyume cha sheria tani 76 za chakula kilichokusudiwa kwa Wasomali walio katika mazingira magumu, na kuongeza kuwa kurejesha tena msaada wowote kutategemea serikali ya Somalia kuwajibika kwa vitendo vyake visivyokubalika na kuchukua hatua zinazofaa za kurekebisha. Hata hivyo, serikali ya Somalia imesema kuwa haipuuzi madai hayo yaliyotolewa kuhusu maghala hayo ya shirika la chakula duniani WFP nchini humo. Katika taarifa iliyotolewa mapema leo Alhamis, serikali hiyo ya Somalia imesisitiza kwamba bidhaa na vyakula vilivyotajwa katika ripoti ya WFP bado zipo chini ya uangalizi wa shirika hilo la chakula duniani, ikiwemo pia misaada inayotolewa na Marekani. Somalia inaongeza kwamba ghala hilo la shirika la chakula la WFP lipo katika eneo la bandari ya Mogadishu, ambapo kumekuwa na mashambulizi ya mara kwa mara, ambapo serikali imekuwa ikiendesha operesheni za kiusalama na haijaathiri makazi, uendeshaji wala usambazaji wa misaada ya kibinadamu, na kuongeza kwamba linaendelea kufuatilia swala hilo kwa karibu. Serikali ya shirikisho nchini Somalia pia inasisitiza kwamba inawajibika ipasavyo katika masuala ya kibinadamu, uwazi na uwajibikaji, na pia inaheshimu uhusiano wake na Marekani pamoja na mashirika na misaada ya kimataifa. Ingawa Marekani imejiondoa katika mashirika kadhaa ya Umoja wa Mataifa chini ya Rais Donald Trump, inasalia kuwa mchangiaji mkubwa zaidi kwa WFP. Imetoa dola bilioni 2 mwaka 2025, karibu theluthi moja ya jumla ya ufadhili wake. Serikali ya Somalia imekuwa katika vita dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu wenye uhusiano na Al-Qaeda, ambapo vita hivyo vimesababisha uharibifu mkubwa na miaka mingi ya ukame. Msikilizaji, tukisonga mbele, taarifa zaidi zimeibuka kuhusu mwanamke aliyeuawa kwa kupigwa risasi